Lengo la serikali kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata elimu bora, elimu ambayo pia inahusisha na mazingira mazuri ya kusafiri kuifikia kuipata elimu. Kama mwanafunzi anasafiri katika gari bovu, uhakika wa kufika salama shuleni unakuwa mdogo. Lakini kama anasafiri kwenye gari ambalo halijakaguliwa, usalama wake unakuwa mashakani. Kama anasafiri katika gari ambalo kwa mfano seat covers zake zimejaa vyuma, hazina sponge, atafika ameumia, atafika nguo zake zimechanika, hivyo uwezekano wa kuzingatia masomo utapungua. Katika ukaguzi huo ambao katika mkoa wetu tunaanza siku ya leo, yatakaguliwa kwanza ubora wa gari lenyewe. Je, gari bora linajitosheleza kutembea barabarani? Lina sifa zote? Takaguliwa utambulisho wa gari, kama ina rangi kama ambavyo utaratibu umewekwa. Magari ya kubeba wanafunzi yana rangi yake maalum. Ni rangi gani? Njano. Leseni itakaguliwa. Mahitaji yanayohusu leseni bila shaka mmekuwa mkifundishwa mara nyingi. Elimu kwa ajili ya wasimamizi wa wanafunzi kwenye magari, patron au matron. Hao watoto wana wasimamizi. Wanasimamiwa kwa sababu ya ongezeko la matukio ya ukatili kwa watoto. Tunaona namna ambavyo watoto wakati mwingine wanasafirishwa katika namna ya udhalilishaji. Nadhani RTO utapata nafasi ya kuwaambia pia kwamba hii tabia ya bodaboda wangu ananibebea watoto kuwarudisha wapi? Nyumbani. Watoto 6 anapakia kwenye pikipiki. Utapata nafasi ya kuambia kwamba hairuhusiwi. Kwa hiyo hawa matron tutahakikisha sio kwamba wapo tu kwa kujaza tule nafasi. Wapo na wanaijua kazi yao ya kuwalinda watoto dhidi ya ukatili. Tunaposema ukatili hatumaanishi kwa watoto wa kike tu, hata wa kiume. Mimi nimepokea maelekezo kutoka kwa Afande RPC, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mtafungu. Mimi na wasaidizi wangu DTOs wote wilaya zote wako hapa, lakini pia wakaguzi wa magari. Tumemwelewa, tumemsikia, lakini tunaomba sana kwenye hili ninyi kama wadau wetu, ujumbe huu uwafikie wakurugenzi wote wa shule. Lakini kupitia elimu ambayo tumeendelea kuwapa, tumejitoa kufanya sisi hayo elekezo, mapatron na matroni waweze kupata uelewa wa usalama barabarani. Matron na patron ambao kimsingi bado hawaelewi taaluma yao, inawezekana kubebwa tu kwamba leo namchukua huyu namchukua. Hapana, wakurugenzi tunasisitiza waendelee kuwatafuta walio makini wenye mafunzo maalum ambayo tumeelekezwa na afande waweze kupata elimu ya kutosha na watapata vyeti. Sisi kwetu ni utekelezaji tu. Zoezi linaanza mara moja na tutaifikia shule moja baada ya nyingine. Baadhi ya wamiliki hawatoi vyombo vya moto wakihisi kwamba wenyewe wameachana. Hili zoezi limeelezwa vizuri na limefafanuliwa, halina gharama yoyote. Kwa majina naitwa Betha Nicholas. Moja ya majukumu yangu kama matron kwenye gari ni kuhakikisha usalama wa mtoto anapopanda gari na anaposhuka wakati wa kurudi nyumbani. Ushauri wangu ni kuwa wawe na utayari na kufanya juhudi kuhudumia watoto kama watoto wao au wadogo zao, maana shuleni tunakuwa na watoto wale wadogo ambao wanaweza kutuita mama, baba, dada, kaka. Kwa hiyo wawe na upendo na kuwajali pale wanapokuwa na shida. Majina yanaitwa Baraka Daudi. Kwa madereva tunashukuru kwa ukaguzi, kwa hili zoezi tunalofanya la ukaguzi. Na ningeomba upande wa usalama wa barabarani
ili zoezi lisiishie leo. Yaani ningetamani hata kwa mwaka walifanya hata mara 3, yaani iwe ni mara kwa mara, na maelekezo aliyotupa tunapaswa tuyatekeleze na tuyafanyie kazi, maana ametuelekeza namna kufanya kila kitu ili tusije tukapata ajali hata barabarani. Mkoa wetu, angalau mkoa wetu wa Mwanza uendelee kuwa salama, na kweli anapopata mfano kama dereva mmoja akipata tatizo lolote, tayari inaonekana madereva wote ni wabaya. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.